Ayubu, mambo vipi? Safi, sawa. Mzima. Mimi niko poa. Pole na kazi. Asante sana. Leo tumetazama michezo ya kimataifa viwanja mbalimbali. Mara ya mwisho tulikuwa tumeshuhudia yote wakiwa ugenini, lakini leo tumewashuhudia wakiwa nyumbani. Nazungumzia Singida Black Stars ambapo umeshuhudia, lakini Young Africa ambao nao umeisha muda mchache kabla ya Singida kuingia dimbani. Inaleta dalili gani kuona hatua kubwa zaidi ambazo timu za kutokea nyumbani zote zikivuna ushindi katika michezo yao? Ni maendeleo makubwa ya mpira wa Tanzania. Kasi yake ya ukuaji imekuwa kubwa sana katika wakati ambao kila sehemu wanashangaa mpira wa Tanzania kwa namna gani ambavyo wanapiga hatua. Lakini kubwa zaidi ni uwekezaji ambao umefanyika kwa timu zote ambazo zinashiriki michuano hii ya kimataifa. Simba, Yanga, Azam na Singida, ukitazama vikosi vyao unaona kabisa kwamba kuna pesa imewekwa na wawekezaji wa timu hizo. Kwa hiyo nafikiri huo ndio msingi mkubwa wa timu hizo kufanya vizuri mpaka hivi sasa. Lakini kubwa zaidi ni kuwa na mwendelezo sasa, kwa sababu tumekuwa na timu ambazo chache, yani kama mbili zitaenda, mbili zingine labda zinaishia njiani. Lakini pia tunaona kwa sasa ile shauku ya kila timu kwenda makundi imekuwa kubwa zaidi. Ukienda kwa Simba na Yanga kuishia kwenye hatua kama hii ni failure kubwa sana kwa upande wao. Kwa hiyo ni heri waingie makundi kisha wapambane wanavyojua wao kwenda kwenye hatua zingine. Kwa Azam na Singida wanaitafuta historia mpya kwenda kuingia makundi kwa mara ya kwanza, kwa sababu kwenye historia ya Tanzania ni timu tatu pekee tu ambazo zimeingia makundi: Simba, Yanga na Namungo. Kwa hiyo kuna timu nyingine ambazo nazo zinataka kuwa sehemu ya historia ya kuingia kwenye makundi na iwe tabia ya kushiriki kila msimu. Kwa hiyo nafikiri kwa kitu ambacho kinafanyika hivi sasa, mimi binafsi nitasema ni uwekezaji ambao umefanyika umechagiza hizi timu kufika hapa zilipo. Kwa kuvuka kwa Singida hatua ya kwanza ama mchezo wa kwanza dhidi ya Rayon, kuna ashiria kwamba tutegemee kuiona Singida ambayo tena kufika mbali zaidi kwa mwanzo wao ambao wameanza nao na namna ambavyo kikosi chao kinavyocheza na namna kilivyo? Kina wachezaji ambao wana uwezo mkubwa. Ukitazama mchezaji mmoja mmoja kwamba walifanya vizuri sehemu walizotoka, lakini pia kocha ambaye amefanya vizuri pia kwenye sehemu ambazo ametoka. Wanaendelea kukamilisha mseto mzuri. Nafikiri bado kocha anaendelea kuijua timu yake na tabia mchezaji mmoja mmoja akiwa uwanjani. Ndio maana tumeshuhudia mabadiliko kadhaa kwenye michezo kadhaa. Huenda kucheza mechi nyingi mfululizo kunamfanya kocha kuzungusha kikosi chake, kwa sababu Singida kacheza mechi 9 katika siku 29. Kwa hiyo maana yake obviously huwezi kutumia wachezaji wale. Lazima ujaribu kuzungusha wachezaji wengine wacheze na wengine wapumzike kwa ajili ya mechi zingine. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni wakati ambao nafikiri wapo kwenye njia nzuri ya kuendelea kujijenga, njia ambayo mwanga wake ndio tunaanza kuona hivi sasa kwamba ni timu ambayo itakuja kuwa tishio hapo baadaye. Experience players ambao wana mafanikio makubwa, lakini pia wengine ambao ni vijana wanachipukia, wanaunganishwa humo ndani. Kwa hiyo ni timu nzuri ambayo inakuja kwa kasi kubwa sana. Sawa. Kwa mchezo wa kesho wa Simba nao pia ana faida ya goli la ugenini ambao ameshinda goli moja kwetu. Tumeona leo namna Rayon walivyokuja, kama walikuwa na matumaini ya kufanya comeback hapa dhidi ya Singida. Tutegemee mchezo mgumu kwa Simba pia. Gaborone ni timu nzuri sana. Timu ambayo kwanza ni machampion wa ligi ya kwa Botswana. Lakini pia kwa namna ambavyo walicheza kwenye mchezo wa kwanza, kila mmoja aliona kwamba ni timu hatari. Kitu pekee ambacho walikuwa wanakikosa ni kufunga tu bao kwenye ule mchezo wa kwanza, na Simba waliitumia chance yao vyema kuweza kufunga. Kwa hiyo kwa upande wangu nafikiri ni mechi nzuri, ni mechi ngumu kwa pande zote mbili. Kwa Gaborone ni kama hawana cha kupoteza. Wataweza kufanya vyovyote vile wacheze mpira wao na kuwalazimisha Simba kufanya makosa. Lakini kwa Simba stage kama hizi pengine wamecheza kwa kipindi kirefu, japo kuna moments ukianza kuzikumbuka unasema alifanya hivi lakini nyumbani alipoteza. Kuna timu pale kutoka Botswana na Jwaneng Galaxy, Simba alishinda kule 2, akaja kafungwa Taifa 3-1 kina Yudi Songo. Simba alitoka sare Msumbiji, akaja kafungwa ikawa sare ya magoli Taifa, Simba katoka. Kwa hiyo kuna moments ukiziangalia unaona kabisa kwamba
Simba ana kazi kubwa kufanya kwenye mchezo mwingine, kwa sababu kwa performance aliyoonyesha kwenye mchezo wa kwanza, mashabiki wanasema jini katoka lakini mganga hoi. Kwa hiyo kwa upande wangu nafikiri itakuwa mechi nzuri sana. Kikubwa ni wachezaji kuingia, watambue kwamba wana kazi kubwa ya kuifanya, kuwapa furaha mashabiki wao ambao hawatakuwepo uwanjani. Shukrani. Asante sana.